Na sasa ni zamu ya wachezaji wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam wakishikana mkono na kamanda wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mlilo, baada ya kutamatika kwa mchezo huu mzuri kabisa wa hisani kati ya Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam dhidi ya mashabiki wa timu za Simba Sport Club, Young Africans pamoja na Azam, ambao kwa umoja wao wameunda taasisi yao na kuita Tanzania Sports Influencers Promotion, ambayo lengo lao kubwa ni kusapoti timu za taifa zote nchini Tanzania. Furaha ni kubwa baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-2, kitendo ambacho sasa kinakwenda kuwakabidhisha kombe ama kikombe kilichokuwa kikipambaniwa siku ya leo. Naam, huko upande ni Mwali sasa ambaye anatayarishwa kwa ajili ya kuretwa kwenda kukabidhiwa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, ambao ameinuliwa juu Mwali kabisa kimeremeta, lakini hatujafahamu kwamba licha Mwali kuna nini kingine cha ziada. Mambo ni mazuri, mwanadada mlimbwende huyu kwa madaha na malingo, akiwa amevalia uzi wake mzuri wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, akipita kwa madaha kulileta kombe hili ambalo limekuwa ndilo kinyang'anyiro kwa siku ya leo katika dimba hili la KMC, baada ya mchezo wa Tanzania Sports Influencers Promotion dhidi ya la Dar es Salaam Kanda Maalum ya Dar es Salaam chini ya Jumanne Mlilo. Mwenyewe Afande Mlilo, huyu ni captain msaidizi OCD Kinondoni ambaye ni mwenyeji wetu Afande Mwakinyuki. Tafadhali kwa ajili ya kupokea kombe. Analipokea, ananyanyua juu. Bado kwanza ananyanyua, bado hajanyanyua. Bado hatujamwona anyanyue. Wachezaji sogea karibu sasa. Chekecha, chekecha, chekecha. Hivyo Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam wakibuka na ushindi wa magoli 3 dhidi ya 2. Tunaye hapa striker Mwita ambaye pia ni afande wa Jeshi la Polisi katika kanda hii maalum ya Dar es Salaam, tuweze kuzungumza naye upinzani wake ama wadau wa soka ambao wamekwenda kumenyana siku leo hapa, kiwango chao wamekionaje, lakini pia ugumu ulikuwa wapi katika mchezo huu. Afande, nikupatie kwanza hongera kwa ushindi, lakini pia pole kwa mchezo mgumu sana katika uwanja huu. Asante sana, tunashukuru sana kwa fursa hii muhimu. Tumepata mechi na ndugu zetu ambao imeturudisha kwenye mahusiano mazuri. Ni jambo jema. Sisi kama Jeshi la Polisi tunashukuru sana kwa mechi hii, na afande wetu Mlilo ameendelea kutusisitiza kuwa karibu na wananchi kwa sababu hawa mafrensa walivyoandaa mechi hii na kutuomba kucheza nao, ilikuwa ni jambo zuri. Tumepata mechi nzuri na tunamshukuru Mungu kwa ushindi wa magoli haya 3. Pengine labda mchezo huu kwa namna moja ama nyingine, baada ya kuletewa taarifa za huu mchezo, nyie kama Jeshi la Polisi mlipokeaje? Sisi kama wachezaji, baada ya viongozi kutupa maelekezo, tuliendelea kufanya mazoezi na hatimaye leo tumecheza mechi na tumepata ushindi. Ndani ya Jeshi la Polisi sisi kama askari tunapopata maelekezo tunafanya kile tunachoelekezwa, ili mradi kuja kutimiza. Kama hivyo tumemaliza mechi salama, tunamshukuru Mungu. Kauli mbiu yenu inasema Jeshi la Polisi jamii kurejesha amani. Labda pengine mmejipangaje kwa ajili ya kuendeleza hili jambo ndani ya mikoa yote nchini Tanzania? Sisi ndani ya Jeshi la Polisi ipo sera ya michezo. Hiyo sera ya michezo ndani ya kila mikoa kuna utaratibu. Bwana, baada ya kutamatika mchezo huu hapa wa askari wa Kanda Maalum ya jiji la Dar es Salaam dhidi ya influencers ambao ni wadau wa soka kupitia vilabu vya Simba Sport Club, Azam pamoja na Young Africans, ni mwanadada hapa Aisha ambaye yeye ni mdau mmoja mzuri sana wa mechi hizi pamoja na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Nataka nipate mawili matatu kutoka kwake baada ya kupoteza kwa kipigo cha magoli 3-2. Dada Aisha, mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Uko vizuri. Mbona kama umepoa hivi? Nimepoa, unafikiri kufungwa la?
Kufungwa sio poa. Askari wameamua kulinda mali na raia. Na raia kabisa moja kwa moja. Unahisi labda pengine kwa mchezo huu nini hasa ambacho kimepelekea kwenye kikosi chenu mpaka mkasababisha kufungwa? Kitu ambacho naweza nikakizungumza kwa sasa hivi. Kwanza tuseme kikosi chetu kwanza bado kichanga, na ukiangalia wachezaji wetu wengi bado hawana ile confidence. Kwa hiyo naamini kwa wakati mwingine wanaweza wakafanya vizuri zaidi ya hapa. Kikosi umesema bado kichanga, lakini kikosi hiki ndio tumeona kimecheza mechi ya madabi ya mashabiki na ikashinda goli 2-0. Kuna utofauti. Kikosi ambacho kilicheza dabi ya mashabiki kile kilikuwa na mchanganyiko sana. Basi ukiangalia vizuri sana utakuta watu wengine pia hawakuwepo hapa. Sio vizuri. Kwa hiyo ile ilikuwa dabi ya mashabiki, hii ni my friends. Kwa hiyo kuna vitu viwili tofauti. Kwa sisi my friends tuseme bado kikosi chetu kichanga. Wenyewe kwa kuongea mnaweza, lakini kwa kucheza mpira hamwezi chochote. Tunaweza vyote, tunaweza. Kipa wetu Suleva namuona. Kinaweza wapi ikiwa mmekubali kupigwa goli 3 na mmetangulia wenyewe? Kufungwa sio kama ndio mwanzo kusema sisi yani tuseme ndio hatuwezi. Hapana. Yaani kufungwa ni tuseme ni sehemu ya kujifunza pia. Kwa sababu unapopoteza mechi ina maana unajifunza. Kwa hiyo sisi tumekubali tumepoteza mechi na tumejifunza, tumepata kitu, na naamini baada ya hapa tutafanya vizuri kwa sababu tunaamini tuna mechi. Naamini tuna mechi Dodoma na wabunge. Tumepata mwaliko kwa jinsi viongozi walivyowasikia jana. Kwa hiyo kama tuna mechi Dodoma, naamini kwa hapa leo kuna vitu ambavyo tumevipata. Tukitoka hapa tukienda huko tutafanya vizuri zaidi.